Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ndugu zangu ni watukufu wa Islam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba yeye ndio mwingi wa kushukuriwa, ambaye kwamba yeye ndio anayepasa kushukuriwa kwa kila shukurani, kwani yeye ndiyo aliyejalia kila kitu mahala pake. Leo umepata furaha ni Allah, leo umepata shari ni Allah. Yeye ndiye ambaye kwamba kwake yeye ni wajibu kuamini kwamba kuna qadar, kwamba yeye kuna kitu akadiria hivi. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hata kuwa muumini mmoja wenu mpaka ajue kwamba iliyompata halikuwa ni lenye kumkosa na ile ambayo limemkosa halikuwa ni lenye kumpata. Alhamdulillah, ndugu zangu ni watukufu wa Islam, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mimi nimeamua kuzungumza mawili matatu ambayo kwamba yatatia faida katika umma wa Kiislamu na mashekhe zetu wa Kiislamu sasa hivi, ambao kwamba wao ndio wanatuongoza sehemu nyingi katika vijiji na katika miji mbalimbali. Ndugu zanguni, mimi binafsi hapa ni katika watu wa tariqa, nazungumza maneno haya kwa kustahadharisha mashekhe ambao kwamba wanapenda kuishambulia tariqa, wanapenda kuwashambulia watu wa tariqa, kwani mambo haya hayakuwaga, yani haya yametokea tu zama hizi. Hii miaka takriban kama mingapi tu nyuma hapo, lakini nyuma kote huko kulikotoka walikuwa hawapo watu hawa. Sasa hii ni jambo ambalo kwamba linatia hata heshima ya Uislamu, kuwa Waislamu wanatukana na jambo baya sana. Sasa mimi napenda kuzungumza kwa mashekhe zetu ambao kwamba mnatusi sana watu wa tariqa, sijui watu wa bid'a, sijui makhurafi. Sisi ndio ahlus sunna wal jamaa, sisi ndio masalaf swaleh, usalafi ni kwetu, sijui nini. Kila analolifanya mwenzio ambao kinyume na nyie kafiri, bid'a, mtu wa bid'a huyo motoni huyo. Haya mambo ndugu zanguni hayafai kabisa. Sisi tunastahadharisha, kama mimi nastahadharisha sana, isije ikawa shekhe ukatoka huko ukazungumza maneno kama haya ukaja kujibiwa na watoto wadogo kabisa, afu ukadhalilika shekhe, kwa sababu kama shekhe mkubwa wewe unafahamika, afu ukajibizana kwa watoto kadogo, unadhalaulika. Sasa kwa tahadhari kubwa kabisa ambayo mimi natoa na nawaambia mashekhe zetu, tusipende kuparuka kusema hitima ni bid'a, sijui kunuti ni bid'a, sijui nini ni bid'a, sijui nini ni bid'a. Usipende kuzungumza hayo, kwa sababu utajibiwa na watoto wadogo, utadhalilika bure. Sisi tunaona haya tu, lakini tukiamua sisi somba tuna dalili, tunazo dalili. Na ukisema kwamba ni bid'a, unaweza wa kuwapoteza watu wengi sana, kwa sababu waliofanya mambo hayo ni wanawachuoni wengi waliopita nyuma huko. Ukisema sijui maulidi ni bid'a, kuna wanawachuoni ambao wameruhusu maulidi. Sasa usema ni bid'a, si unaona unaambia wale wamefanya bid'a. Na ukiangalia ni katika maimamu ambao kwamba ni muhaddithin, kina Hafidhu Ibn Hajar al-Asqalani, wote katika wanawachuoni ambao wamezungumza maulidi yanafaa katika aqwali zao mbalimbali. Wapo wengi sana.
takriban kama 50 hivi ambao mimi nimeangalia kwa haraka haraka. Toa huko kwenye maulidi, ingia kwenye hitima, wako wengi sana. Sehemu nyingi sana na chuoni wako wengi sana. Sasa yote ambao wanayafanya watu wa tarika hawakubuni mambo haya na dalili. Sasa ukisema unafanya bid'a, basi unazungumzia, unawatusi wanawachuoni waliotangulia wakubwa. Kwa hiyo mimi napenda kuzungumza haya ili angalau iwe ni mazingatio. Bila hivyo usije ukaja kushangaa shehe unakosolewa na watoto kadogo kabisa.